Man as'adu an-nas fi Ramadan, ni nani aliyefanya vizuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan? Ni vyema Muislamu ukafanya tathmini hii kujua ni kiasi gani umenufaika na mwezi mtukufu wa Ramadhan. As'adu an-nas fi Ramadan, watu wenye bahati na waliofanya vizuri ndani ya mwezi wa Ramadhan wana sifa zao kadhaa. Miongoni mwa sifa hizo al-ikhlasu lillah, ni wale ambao wanafanya khairi wanazozifanya min siyamin wa qiyamin wa sadaqatin wa tilawati al-Qur'an yuriduna bidhalika wajha Allah. Ni wale wanaofanya khairi wanazozifanya lengo lao kubwa ni kutafuta radhi za Allah azza wa jalla. Falnukhlis nawayana, hivyo ni vyema tukazitakasa nia zetu kwenye amali tunazozifanya. Lakini kama yote haya hujayafanya kwa ajili ya Allah azza wa jalla, fa inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan. Allah azza wa jalla haikubali amali yoyote, iwe ndogo ama iwe kubwa, isipokuwa iliyofanywa kwa ikhlas na kutafuta radhi za Allah azza wa jalla. As'adu an-nas fi Ramadan, miongoni mwa sifa za watu waliopata nafasi nzuri ndani ya mwezi wa Ramadhan, humul ladhina tahallaw bis-sabr, ni pamoja na wale watu waliojipamba na subra. Katika maana ya subra ni kuendelea kuyafanya yale ya kheri uliokuwa unayafanya tangu mwanzo wa Ramadhan. Kama kasi ulioanza nayo ni ile ile au imeongezeka, hii ni ishara kwamba wewe uko kwenye kheri. Lakini kama kasi ulioanza nayo imefika wakati ukarudi nyuma ikapungua, hapa kuna hatari ya kupoteza thamani ya yale ulioanza nayo. Fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana idha amila amalan athbatahu. Hii ni kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anapofanya kheri yoyote anadumu nayo, anaendelea nayo. Lakini maal asaf, yamkini baadhi yetu washarudi maisha waliokuwa nayo kabla ya Ramadhan. Naam, wapo ambao kila siku za Ramadhan zikisogea mbele ubora wao ndio unaongezeka. Allah tujalie minhum. Kama umerudi nyuma, basi wewe si katika wale ambao wamebahatika, wametengenezewa furaha na nafasi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Miongoni mwa wale ambao watapata nafasi kubwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, humul ladhina taraku al-halal au humul ladhina taraku al-haram ba'da al-qudrati ala tarki al-halal, ni wale ambao wamejifunza kupitia mwezi wa Ramadhan kwa kuacha haramu baada ya kuwa wameweza kuacha halali. Na tunaweza kuviacha hata vile ambavyo asili yake ni halali, lakini mchana wa Ramadhan Allah akakwambia marufuku na ukaweza kuacha. Alhamdulillah. Kwa nini ushindwe kuacha ya haramu kama umeweza kuacha ya halali? Na hakika siri ya uchamungu ipo katika kuyaacha mambo tuliyoharamishiwa na Allah azza wa jalla. Mwezi wa Ramadhan unatakiwa kuwa madrasa. Umtengeneze Muislamu ili akitoka baada ya Ramadhan asiwe yule Muislamu aliyekuwa kabla ya Ramadhan. Kama alikuwa mvivu kwenye ibada kabla ya Ramadhan, apate uchangamfu wa ibada baada ya Ramadhan.